nafikiri ni kuamua kuwa serious kwa kila challenge unayokutana nayo hasa katika timu ya taifa. Nafikiri hatupo vizuri sana kwenye misimamo ya ligi kwenye viwango vya FIFA. Kwa hiyo pale tunapopata nafasi ya kuja katika timu za taifa tunataka kuonyesha kitu kikubwa ili hata tunapotoka tupate heshima kubwa, kwa sababu hatuna heshima ile ambayo tuna deserve kupewa kutokana na nafasi zetu. Kwa hiyo kila nafasi tunayoipata ya kuitwa timu ya taifa tunakuja kutaka kupata matokeo ya ushindi tuweze kufika katika viwango vizuri. Kwa hiyo mimi nafurahi sana nikiwa natumikia timu yangu ya taifa. Nova, wewe ni mchezaji A-list kabisa hapa kwetu kwenye timu ya taifa, na nataka nifahamu maana umecheza michuano mikubwa kama UEFA na kitu kingine. Unapokuja kwetu, nazungumza ule mjumuisho sasa wa timu mnakopewa ile mpango kazi wa mwalimu, kuna utofauti gani na kule ambavyo unacheza? Kwa sababu ile labda tunasema football awareness yako ya kuelewa mchezo, kuna muda hapa unaweza kuona hapa labda huyu anatakiwa afanye hivi, anakosea. Kitu gani ambacho unaweza kusema? Kwanza kabisa ni kurekebishana, kwa sababu pia ni mchezo wa makosa. Unaweza kuwa uko kwenye high level, japo makosa yanabidi yawe machache kutokana na level yako, lakini kuna mchezaji anaweza akawa yuko kwenye level ya chini, ana quality nzuri lakini anakuwa hana confidence. Kwa hiyo tunajitahidi kwanza kupeana confidence wote ya kuweza kujiamini na kufanya vizuri katika mazoezi, lakini katika mechi na vijana ambao wanaitwa timu ya taifa wageni, tunajaribu kuonyesha kitu gani kipya ambacho wanaweza kutuofa na sisi ambao tunakuwa muda mrefu tunaweza tukawapa. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na nafikiri tunaendelea kujifanyia kazi, na kwa kila mgeni anayekuja katika timu ya taifa tunajitahidi kumpa ushirikiano ili aweze kuwa katika confidence nzuri na kutoa kile ambacho alikuwa nacho. Sasa unaiona utofauti ni upi sana kwenye break hii ya FIFA ambao tunacheza mechi kama mfumo wa tournament pengine na zingine ambazo ulishawahi kushiriki hapo awali? Nafikiri hii ni nzuri kwa sababu nafikiri mwalimu ameshaongea before kwamba itampa kila mchezaji nafasi ya kucheza. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri kwa sababu tunacheza mechi nyingi tofauti na awali tunacheza mechi moja au mbili, afu zinakuwa ni competitions kubwa zaidi ambazo zinahitaji matokeo. Lakini hii hapa mwalimu yupo kwa sababu ya kuangalia vijana na kutengeneza timu kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Mimi nataka nifahamu kwako personal. Kwenye michezo ya nyuma kidogo ulikuwa unapata kadi, lakini sasa hivi umekuwa umejirekebisha. Kitu gani ambacho ni mwalimu amekuambia au majukumu uliopewa, au wewe mwenyewe tu unajembeza sasa hivi nataka nipunguze nisipewe kadi? Ni mwaka gani ilikuwa? Nadhani ni msimu uliopita. Sasa nakuwa mtu mzima, kwa hiyo unapenda vingine badilika. Sina kitu na pressure uwanjani, ama pia sometime ndo ile tu unashindwa kujizuia. Kufanyaje? Kwa uzano unapata kadi. Kwa sometimes inatokana ni pressure uwanjani vile mechi inavyoenda, ama unatokana unashindwa kujizuia kutokana na tukio lilivyo. Kama nilivyokuambia, mpira miguu ni mchezo ambao tunatumia nguvu, na mara nyingi unapokuwa uwanjani utakuwa na tempo. Lakini kujicontrol kwa mtoto na kuwa mtu mzima ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nimekuwa na nimejifunza, nimeshacheza mechi nyingi, nimeshacheza sehemu tofauti tofauti, najua jinsi gani ya kuhandle myself situations zote. Ongea na Watanzania nao. Tunawapenda, tunafurahi tena kuja tena kwenye timu ya taifa. Ni nafasi nyingine ambayo tumeipata kutokea baada ya kumaliza mashindano ya AFCON, na nafikiri kila mtu aliona kilichotokea AFCON. Kwa hiyo tunaenda tena kujiandaa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika kila michezo, lakini tunajiandaa zaidi kufanya vizuri katika AFCON ya mwaka 2027.